Kwa jina naitwa Arnold Peter Kavishe, ni mjasiriamali. Najihusisha na biashara ya lodge, bar and restaurant pamoja na nyumba za kupangisha. Eneo ni maeneo haya ya Chamazi ilipo Mikumi Lodge and Restaurant. Najihusisha na biashara hii kwa muda wa miaka 6 hivi leo. Katika biashara zetu kuna mikopo, yani support. Kwa mara ya kwanza kuna baba mmoja alikuwa anaitwa John Pantaleo, ambapo tulikuwa tunafanya biashara tu maeneo ya alikuwa ni jirani na mimi. Lakini akaniambia, Kavishe, kwani usijiunge na Yosefu? Nikamwambia, Yosefu wanafanyaje wao? Akaniambia watakukopesha hela. Katika hii unaweza ukaniambia mimi ni kuazime aidha labda 10,000, 15,000, ukienda pale wewe mwenyewe utajicomment tu na namna ya ulipaji watakuelekeza. Kwa kweli nilimwambia ni wapi, alinipeleka paka Yombo Vituka pale ambapo ndio kulikuwa na center ambapo inafanya shughuli zao pale ambapo ya Yosefu. Nilifika, wakanielekeza masharti na namna ya kufanya. Nilikubaliana nao kwa kuwa nilikuwa nahitaji mtaji na mtaji nilikuwa sina. Kwa mara ya kwanza walinipa mkopo wa shilingi 50,000. Kwa kweli nilikuja nikanunua mabegi kwa sababu ndio biashara ambayo nilikuwa nafanya pale Mnazi Mmoja ambao tulikuwa tunapanga chini. Nikanunua mabegi ya shilingi 40,000 ambapo niliacha kama shilingi 10,000 kama balance. Kwa kweli ilinifaa. Mkopo ule niweza kurudisha kwa wakati. Tena ilikuwa kabla ya wakati, nisharudisha, nishamaliza, washanikopesha tena nyingine shilingi 150,000. Na biashara yangu nikaona inaendelea kukua vizuri bila tatizo. Katika hilo nikaendelea na biashara ile. Kidogo mgambo wakawa anasumbua sana katika eneo ile kwa sababu ilikuwa tunapanga si rasmi. Ikabidi tukakuta walemavu wao na mabanda pale mjini, ikabidi tupange kutoka kwa mabanda ya walemavu ili tuweze kuendesha biashara ile. Tukaendelea hivyo hivyo na kule narudisha marejesho, japo ilikuwa changamoto yake ilikuwa ni kubwa. Mwingine anaweza akachukua hela na asirudishe na akakimbia. Kwa kuwa tulikuwa kwenye vikundi, wewe unakatwa hela yako ambapo ijazie kwa yule mwenzenu aliyeweza kukimbia. Kwa kweli ilikuwa ni ishu ngumu sana kwa kuwa unakuta aliyechukua hela ni mwingine, anayekimbia nazo mwingine, anayelipa ni mwingine. Lakini sikuvunjika moyo kwa sababu nikajua ni moja tu ya changamoto za maisha. Lakini ndivyo makubaliano yetu yalipokuwa. Kwa kweli tuliendelea katika biashara ile. Mkopo wa 3 ikawa ni shilingi 500,000. Nikawa nimefungua duka Temeke. Kwa kuwa nikaona hili nalo litaweza likanisaidia, nikamchukua ndugu yangu kutoka Moshi, nikamweka kwenye ile duka, naye akawa anafanya kazi vizuri pale. Katika mimi nikitoka mjini kule nako nikapata vijana 2 ndio wakawa wanaendesha biashara ile, na mimi nahangaika na huku na ili biashara ya duka kama kuleta mahitaji watu wanayohitaji pale. Kwa kweli biashara iliendelea vizuri. Baadaye kama kutoka kwa kipindi hicho kama mwaka wa 3 ndio nikahamia maeneo ya hapa Mbagala ambapo ilikuwa ni Maji Matitu. Pale nako nikanunua eneo kwa mzee mmoja anaitwa Mzee Mtoi, kanikatia eneo katika moja ya shamba lake, nikaweza kujenga pale jengo langu dogo dogo tu, vyumba 2 kama kuanzia maisha. Mbele nikatengeneza frame ya duka. Ndivyo nikaenda tena upande kwa wadau wangu Yosefu, wakaniwezesha tena shilingi 1,000,000. Nikafungua pale duka, nikaendelea kulijazia. Sasa ile duka lilikuwa na wateja wengi, kwa kweli walinikubali. Baadaye likawa linauza jumla. Ndipo nilipopata mtaji sasa ulipokuwa mkubwa. Baadaye kama mwaka uliofuata tena ndio nikatafuta eneo lingine hapa Chamazi. Nikarudi upande wa Yosefa. Kwa kweli waliniwezesha, sijapata tatizo la aina yoyote kwa kiwango cha pesa nilichokuwa nahitaji, kwa sababu Yosefa walisema ukishafika katika mkopo wa 1,500,000 inabidi ujidhamini mwenyewe. Lakini vigezo uwe umetimiza, uwe na ardhi ambapo unaweza ukajidhamini mwenyewe. Tayari mimi nikawa nishanunua ardhi Chamazi, nishanunua Maji Matitu. Kwa hiyo zile zikawa ni teacher, yani ni unakuta ni asilimia kubwa zile ndio zinaniwezesha katika mikopo. Basi nilivyonunua kule nikaendelea kufungua tena duka lingine na biashara zikaendelea kukua, na wao wenyewe wakazidi kuniamini.
Kwa hiyo kwa kiasi chochote cha mkopo nilichokuwa nahitaji walikuwa hawana tatizo na mimi. Kwa hiyo mpaka leo hii nakwenda nao vizuri na wala hatujatofautiana. Na wao sasa hivi imegeuka, imekuwa ni benki, sio nani tena kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo mikopo kuanzia hata milioni 100 na kuendelea tunakopa tu kawaida na wala hawana matatizo. Na ndivyo wanavyozidi kutuamini na kadri na sisi tunavyoendelea kuwa na upanuzi wa biashara. Kwa hiyo ile shirika limekuwa na mimi nimekuwa. Changamoto ninazokumbana nazo kwenye biashara ikiwemo hasa malipo ya wafanyakazi na vile vile na katika uaminifu kwa watu wanaofanya kazi kwangu au wanaonizunguka. Changamoto ni kubwa kwa kweli. Unaweza kukuta hata kaunta kweli kaja, umemwajiri, umefuata kweli alikotokea na nini, lakini mwisho wa picha anakuwa na tamaa, anakimbia na mauzo. Na isitoshe unakuta uendeshaji gharama ziko juu, hasa umeme. Na changamoto nyingine unakuta umeme unakatika vile vile, inatukosti tena gharama kwenye generator. Kwa kweli ni tatizo, na ndivyo tunaendelea uvumilivu. Sasa ndio shughuli yako utafanyaje? Namna ninavyojitokeza ndivyo na wewe unavyoendelea kujipanga. Upande mwingine tena kero kubwa, hususan sasa hivi upande wa serikali wanakuambia mwisho, upande wa kama baa ni mwisho saa 5 siku za kawaida, siku za weekend mwisho saa 6. Unakuta saa 6 ndio wateja kwanza wanaanza kuwepo wengi, na pale ndipo inabidi ufunge. Kwa katika hali ile mimi nimeangalia nikaona nijiongeze, niendelee kujenga jengo moja kubwa ambalo chini limekuwa na ukumbi wa maharusi, juu limekuwa na night club ambao ni jengo la ghorofa moja. Kwa kweli katika changamoto zinazonikabili ni moja, kero kubwa inayonisumbua ni hii, ambapo unakuta pale ambapo unasema kidogo nipate chochote kile, ndio unaambiwa ndio mwisho wa kufanya biashara. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli na imani nitakwenda vizuri, na jengo langu liko hatua za mwisho linakamilika, na manispaa washakuja kunitembelea, wamekubali na kibali watanipa, basi itakuwa nimeshaondokana na hilo. Na imani kwa mategemeo yangu ya baadaye, yani kwa hivi sasa hivi upande wa vyumba vya wageni na vyumba 40. Kwa hivi sasa vyote viko vizuri na vinafanya kazi. Lakini kuanzia mwezi wa 6 na ujenzi wa ghorofa losheni 5 ambapo utakuwa na vyumba 40. Hiyo itakuwa mojawapo ya ongezeko, kwa sababu mimi katika ndoto zangu au mategemeo yangu vikamilike vyumba 100 katika eneo hili. Na ndio maana nilivyohamisha makazi ya hao watu ilibidi nijitahidi niweze kupata eneo kubwa la kuweza kuhimili kwa namna nilivyokuwa nahitaji. Ndani ya hivyo, katika hayo kuna swimming pool, kuna bembea za watoto, yani kuna mambo mengi ambayo yani yatakayofanyika ndani ya eneo hili. Ndio maana niliweza kuamua nikagharamikia wananchi wa pale, nikaweza kuhamisha makazi ya watu 17. Ndio nikalikamilisha eneo. Tunakutana na changamoto nyingi upande wa masoko. Yani unakuta katika jamii inayonizunguka hata wageni, kwa kuwa wao wanahitaji huduma nzuri. Ukiangalia upande wa vyumba hapa kwangu ni kuanzia shilingi 10,000 mpaka 15,000, lakini ni vyumba vizuri vya kisasa ambazo hata wateja wenyewe wanaridhika kiasi ambapo inapendeza. Hata upande wa vinywaji, ukichukulia soko lilivyo, mimi na wenzangu labda wanavyoendesha biashara au wengine wanafanya biashara zinazofanana na mimi, unakuta tunaachana mbali. Unakuta upande wa vinywaji kila mmoja anaridhika kutokana na bei zilizopo hapa. Huwezi ukafananisha na sehemu nyingine yoyote. Katika mafanikio katika biashara zangu nilizozipata mimi, moja wapo nimeweza kununua magari yakiwemo ya huduma katika shughuli zangu, kama mfano za kuchukua wageni wawe wanatoka airport, wao wanakwenda wapi, wanayapata hapa hapa Mikumi. Alafu upande wa pili nimeweza kujenga nyumba nzuri ya kuishi mimi na familia yangu na watoto, na wasomesha shule za international, na watoto 3 wa familia yao kwa kweli haijiwezi, lakini nimejitolea mimi mwenyewe kuwasomesha kwa gharama zangu. Na katika maeneo yote yanayonizunguka mimi, upande wa maji, majirani zangu na watu hata wa pembeni ya majirani zangu
Huduma ya maji ni free, sijaweza kumuuzia hata mmoja maji, ila maji wanachukua ni free katika moja ya majukumu ambayo nimeamua nijitolee. Na kuna babu mmoja upande wa hapa Chamazi alinipisha, niliishi naye vizuri kwa kweli, alikuwa hana uwezo lakini nilimjengea nyumba. Naye kwa kuwa aliniambia Kavishe, sijui kama nitakaa niishi ndani kwenye nyumba nzuri. Nikamwambia mzee, kuna tatizo gani? Basi akaniambia sina uwezo. Basi nilimjengea nyumba mzee yule na anaishi hana tatizo. Na upande wa wazazi wangu walikuwa wanaishi Moshi, lakini kwa sasa hivi hawaishi tena Moshi. Wanaishi hapa Dar es Salaam. Nimenunua eneo nikawajengea nyumba na wanajisikia furaha na wao. Ndio mojawapo ya shughuli nilizoweza kuziendesha. Upande mwingine kwenye ajira, nimeweza kuwapa ajira watu 65 mpaka hivi sasa. Kwa hapa upande wa Mikumi ni mojawapo ya changamoto ambacho au moja ya mafanikio ambao nimeweza kutoa ajira kwa vijana wenzangu. Kwa hivi sasa kwa upande wa ajira nimeweza kuajiri zaidi ya watu 70, na katika mategemeo yangu ya baadaye nitakapokamilisha ujenzi wangu nitaajiri watu zaidi ya 100 katika shughuli zangu za hapa.